Oh. Yeah. Nachukua nafasi hii kumkaribisha mwalimu ambao hapa sana kwa siku ya leo, na ningeomba utulivu thabiti. Tunza mtoto wako asiwe wa kudarandaranda hapa, maana pia naona kuna kamera na kamera itachukua. Kwa hivyo nikiwa wa kwanza kumkaribisha nani anaungana na mimi. Yes, karibu mwalimu Kimanzi. Asante. Nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kusaidia pekee ambayo ametukirimia hizi zote kwa pamoja. Happy Sabbath. Happy day. Hata atakuwa msomaji. Yaani hata na Mhubiri 3:12. Mhubiri 3:12. Kitabu ni Mhubiri 3:12. Nzuri tu inasema hivi. Mimi najua ya kwamba hakuna chema kwao kupita kufurahi na kufanya mema maadamu wanaishi. Kwa hivyo hakuna chema kuliko kufurahi na kufanya mema, si ndio? Naam. Kwa hivyo tunafaa kufurahi siku zote kwa sababu ni vyema kufurahi, kwa sababu Mungu wetu ni mwenye nguvu na hakuna linalomshinda. Sasa nisomee kitabu ni cha CET 19.1. Hapo ndipo somo letu la leo ama sermon. Hapo ndo mzizi iko. Naanza hapo yake. Hadi hapa nani? CET 190 189.1. 189.1. Nasema, not all who profess to keep the Sabbath. Naweza nilibadilisha kwa Kiswahili. Sababu na mambo nimekuwa nikichunguza nikosa Nasema, sio wote wanaokiri kushika Sabato. Sio wote wanaokiri kushika Sabato watatiwa muhuri. Kwa hivyo sio wote wanaokiri kutii Sabato watatiwa nini? Muhuri. Kwa hivyo kutii Sabato haitoshi, si ndio? Endelea. Kuna wengi hata miongoni mwa wale wanaofundisha ukweli kwa wengine. Eti nini? Kuna wengi hata miongoni mwa wale wanaofundisha ukweli kwa wengine. Sikiza hapo kwa makini. Kuna wengi. Kwa hivyo si wachache. Wanafanya nini? Wanaofundisha endelea. Ukweli kwa wengine. Ambao hawatapokea muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Kwa hivyo hiyo pia itoshi, ndio endelea. Nasema, niseme walikuwa na nuru ya ukweli. Hao watu wana nuru ya ukweli. Walijua mapenzi ya Bwana wao. Wanajua mapenzi ya Kristo. Walielewa kila nukta ya imani yetu. Wanaelewa
pia tunaelewa. Lakini kuelewa kwetu bado hakutoka. Endelea. Lakini hawakuwa na kazi zinazolingana. Kwa hivyo chenye hao watu hawana nini? Ni matendo Endelea. Hawa ambao walikuwa wanafahamu sana unabii na hazina za hekima ya kimungu walipaswa kutenda imani yao. Hata fika hapo. Kwa hivyo leo naenda kuchunguza hiyo kwa kina, ndiposa tusije tukajipata kwa ile kundi, si ndio Kwa sababu haijasema ni wachache, imesema ni wengi. Kwa hivyo tuamini na tuombe, ndiposa tuanze kwanza. Baba wetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru wakati huu wa kipekee ambao umeweza kutukuza tukiwa kati ya walio hai, kati ya walio wenye uzima, kwa ajili ya kujirekebisha na kujiweka sawa, kwa sababu kuna thawabu ya kila jambo ambalo watu wanalolifanya. Tusamehe maovu yetu, tuandae mioyo yetu, wacha nikanene aliyo ya kwako, nitumie kama chombo, kwa sababu ili utukufu wako kaweze kuonekana. Nipe ujasiri, nipe hekima na ufahamu, na wale watakaosikia ikawa na mvuto, ikawa ya kuwajenga. Nikupitia jina takatifu la Mwana Yesu Kristo, naomba hata kwa nini. Sasa nilipokuwa nachunguza, hebu nisomee Ufunuo 20 mstari wake ni wa 8. Inasema, na Ufunuo 20 inasema, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi. Huyo ni Shetani. Naam, endelea. Gogu na Magogu. Kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Kwa hivyo hao hilo kundi ambalo Shetani atalidanganya, hesabu yao itakuwa kama mchanga wa bahari. Kwa hivyo hiyo inafundisha itakuwa ni watakuwa wengi sana. Kwani mchanga wa bahari tunaweza uhesabu? Hapana. Kwa hivyo watakuwa wengi. Sasa nipe Warumi 9 mstari wake wa 27 na 9 hapo. Warumi 9:27 nzuri tu inasema, Isaya naye atoa sauti yake juu ya Israeli. Anatoa sauti yake akisema aje? Kusema, hesabu ya wana wa Israeli ijapokuwa ni kama mchanga wa bahari. Sisi sote ni Waisraeli, si kweli Naam. Alafu ni mabaki yao tu watakaookolewa. Kwa hivyo ni mabaki tu watakaookolewa. Nipe Ufunuo 12 mstari wa 17. Inasema, Aiseme 12:17 kitabu ni Ufunuo nzuri tu inasema hivi. Choka akamkasirikia yule mwanamke. Akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Kwa hivyo ni masalio. Lakini kule tuliona wanyang'anyi wa Shetani ni wengi. Ile inatufunza nini? Tunafaa kuwa makini sana, kwa sababu Shetani watakaodanganya ni Shetani watakuwa wengi. Kwa hivyo tunafaa kuwa makini ili tusije kuwa katika ama miongoni mwa wenye watakaodanganya na Shetani. Kwa sababu kuna kitu tunafaa kuelewa, kuamini Kristo haitoshi. Kuamini Kristo haitoshi, si ndio No. Kuna jambo ambalo kuamini Kristo ni jambo lingine na kutii Kristo ni jambo lingine. Si kweli? Si watu wote wanaohubiriwa si wanafikia injili ya Kristo. Lakini uamuzi wa kumtii Kristo ni wao. Lakini sasa kuna wengine wanaoamua hawatamtii, si ndio? Si ndio? Sasa nipe Warumi 13 mstari wake wa 13. Naweza kuwa unajua ukweli wote. Naweza kuwa tunafundisha wengine kama mimi hapa vile ninavyofundisha. Si ni kweli? Sisi sote ni walinzi. Tumekuwa kama walinzi. Si ni kweli Naam. Lakini sasa hiyo haitatosha. Hiyo haitoshi. Tunaweza kuwa tunajua unabii sana, lakini hiyo haitoshi. Kwa sababu kumjua Kristo ni jambo lingine na kumtii Kristo ni jambo lingine. Soma hapo. Warumi 13:13. Inasema kama ilivyo usiku na mchana
mchana, kama ilivyo siku na mchana, na tuenende kwa adabu, tuenende kwa adabu, si kwa urafi, si kwa ulavi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Na hii nasema bali mfaeni Bwana Yesu Kristo. Hapo ndipo kuna point. Tunafaa kumfuata Bwana Yesu Kristo. Mfano Bwana Yesu Kristo ina maana gani? Ina maana kama vile tunavyovaa mavazi, si kweli? Naam. Si mambo ya kirohoni na kimwili, yani inaendana, si kweli? Naam. Kama vile tunakula chakula, si huko hivi tunapata kutoka kwa nini? Kwa chakula, si ndio? Naam. Chakula cha kiroho ni nini? Ni neno. Si kweli Naam. Sasa kuna kuvaa pia kwa kiroho. Tunavaa kumvaa nani? Kristo. Tunavaa kumvaa nani? Kristo. Kwani kuna mtu ambaye anaenda uchi? Sisi sote tunaenda na nguo. Kabisa. Kwa hivyo ina maana kama vile tunavyotembea tunapotoka kwa nyumba, kila mtu anavaa nguo. Kwa hivyo hivyo ndivyo tunavaa kumvaa nani? Kristo. Awe kama vazi. Yaani yeyote atakayetuona aone kwani tabia yetu au matendo yetu yanaendana na nini? Na nani? Na Kristo. Yanaendana na Kristo. Si kweli Naam. Endelea. Hapa tuko 13 Ama imeisha? bado. Haijaisha, endelea. Inasema hivi. Bali mfaeni Bwana Yesu Kristo. Mfae Bwana Yesu Kristo. Wala msiangalie mwili. Wala tusiangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Meisha. Kwa hiyo tunafaa kumvaa Kristo. Si kweli Naam. Sasa tunavaa Kristo aje? Nipe kitabu ni kile cha Wafilipi 1:27. Tuone tunafaa kumvaa Kristo aje. Na tuangalie tutakaaje tuko tumevaa Kristo. Inasema kitabu ni kile cha Wafilipi 1:27. Inasema lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo. Mwenendo wetu uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo. Inavyoipasa injili ya Kristo. Kwa hivyo yale yote ambayo tunayohubiriwa, mwenendo wetu unafaa kuendana na Kristo. By the way, saa hii mtu alikosa kula, ataishi? Haezi ishi, sivyo Naam. Sasa hivyo tusiposoma neno la Mungu na kuomba tutavivia tu. Si ni kweli? Kwa hivyo kwa kiroho tutakufa. Sasa roho tunapopewa roho, yani roho tunafundika kupitia neno. Leo tunaelimishwa hivi, kesho hivi. Unaona hapa siko sawa, unaacha hivi. Kesho kuto unaona hapa hivi, ukichunguza unaona hapa siko sawa, unaacha hivi. Si kweli Naam. Kwa hiyo mwenendo wetu tunafaa uendane na injili ya Kristo. Endelea. Inasema ili nikija na kuwaona ninyi, ili Kristo akija na kutuona sisi. Sasa hiyo ni Paulo alikuwa anazungumza hapo. Lakini sasa hapa tunaongelea Kristo. Ili Kristo atakapokuja kutuona sisi au nisipokuwapo, niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja. Wale wanaotuzunguka wanafaa kutukiri ama wanafaa kutushuhudia Sisi kama mnanielewa. Si ni kweli? Mwenendo wetu uende sawa sawa na injili ya nani? Ya Kristo. Ili watakao tuona hata huko nje washuhudie, waseme hawa ni wa Kristo. Hebu nipe kitabu ni kile cha Matendo ya Mitume 4:13. Wale wako huko nje wanafaa kutuona waone, huyu kweli. Huyu anaendana, huyu lazima hawa ni Mkristo. Endelea. Matendo ya Mitume 4:13 nzuri pia nasema basi walipoona ujasiri wa Petro. Walivyoona ujasiri wa Petro na Yohana. Na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu. Wasio na maarifa. Wakastaajabu. Wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Kristo. Kwa hiyo hao walijulikana kwa matendo yao. Kwa hiyo pia sisi watu wa nje wanafaa kutufahamu kwa matendo yetu. Matendo yetu. Unajua kuna watu wengi wako na tabia ya kufanya mambo ili waonekane. Wako na sura ngapi? Hapa sura moja, huko nje sura nyingine. Si kweli? Yaani ni wasanii.
wako na sura mbili. Lakini kwa na sura mbili, Mungu unajua hakuna kitu haoni. Ama kuna jambo haoni? Hakuna jambo Mungu haoni. Si kweli? Sasa wakati tuko mbele ya watu, hata wakati mtu ako kwako, tujaribu matendo yetu iwe inaenda sawa sawa na Kristo. Sawa sawa? Naam. Iwe inaenda sawa sawa na Kristo. Iwe inaenda sawa sawa na Kristo. Kristo anapoingia ndani ya yetu. Hebu nipe kitabu cha Wagalatia 4 mstari wake ni wa 6. Alafu hapo ufuatilie kitabu ni cha Wakorintho wa pili 5. Lakini ni 17. Inasema Wagalatia 4:6. Wagalatia 4:6. Naam, yapo. Inasema na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, kwa sababu nyinyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma roho wa mwanawe. Mungu anamtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu. Sasa soma ile Wakorintho wa pili 5:17. Tuone Kristo anapokuwa ndani yetu au ndani ya muumini. Huyo muumini anafaa kuwa aje? Unajua hata tukiri aje? Tuseme tunampenda Kristo, vitu vingi bla bla bla. Lakini matendo yetu ya Kristo kwa mimi kwetu itakuwa ni bure. Si kila mtu analipa kulingana na matendo yake. Naam. Sisi kama tuko kimoja. Tuko pamoja? Naam. Tuko pamoja Naam. Nataka mnisikize tu kwa makini. Endelea. Inasema kitabu ni kile cha Wakorintho wa pili 5:17. Inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Anafaa kuwa kiumbe kipya aje? Ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapya. Kwa hivyo Kristo akiwa ndani, unajua unapoamini Kristo anakuwa ndani yetu, na sisi tunakuwa ndani na muumini akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita. Wali Kristo anaweza kuwa ndani ya mtu pia awe yule. Kwa hivyo kuamini haitoshi, si ndio? Kile kinahitajika ni ubadiliko wa moyo wa utu, si ndio Yaani generally, hebu nisomee Wathesalonike wa kwanza 5:23. Kristo hawezi geuza saidi moja na awaje saidi nyingine. Hapana. Kuenenda, yaani katika matendo, katika kunena, yote yanafaa kuwa yanaashiria Kristo. Soma hiyo. Kitabu ni kile cha Wathesalonike wa kwanza 3:13. 5:23. 5:23. Wathesalonike wa kwanza sema Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu, na miili mlipatiwe muwe kamili. Anasimamia hapo. Nimetaja vitu ngapi? 3. Halo? 3, si ndio? Cha kwanza nafsi, cha pili roho, cha tatu miili. Kwa hivyo hakuna utakaso nusu, si ndio? Anatakasa vyote. Nafsi, roho na mwili, si ndio Naam. Sasa nipe kitabu kingine cha Warumi 8:9. 8:9. Inasema tunasema kitabu ni cha Warumi 8:9 inasema lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ikiwa roho wa Kristo anakaa ndani yenu, ninyi hamwifuati mwili, bali mwifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Hapo kitambo. Si kila mtu ana kitambo yake, si ndio?
mimi nilikuwa naenda muziki. Inaitwa aje? Disco. Sasa pale kwa mlango kuna kitu inaitwa muhuri. Nani ashaenda? Ai, mimi nilikuwa naenda peke yangu kweli. Hakuna mtu ashaenda disco hapa? Ai, si disco pale kwa mlango kuna ile chapo unapewa. Inayoonyesha umekubalika, umelipa. Sasa wewe unaweza piga ndongolo, si ndio? Kwa hivyo hiyo muhuri inaonyesha huyu ni halali kwa hapa, si ndio? Sasa hapo katika hiyo andiko kwanza imetajwa roho, na asiye na roho si wa nani? Kwa hivyo roho wa Kristo ndiye muhuri. Ai, kwani saa hii mtu akitaki mwenzie alafu aende polisi apewe OB, chenye kitaonyesha hiyo OB ni ya polisi ama ni halali ni nini? Ni muhuri, si ndio? Kwa hivyo muhuri ni nini? Wa Kristo ni nini? Ni roho wa Kristo. Kwa hivyo asiye na roho wa Kristo si wa Kristo. Sasa soma Waefeso ile mstari wa 30. Wa 30. Hiyo tu ndio kipimo ambayo tunafaa kwa kila siku tunajipima nayo. Hiyo tu. Kwa sababu hiyo ndio inaonyesha huyu ni wa Kristo. Hakuna jingine. Ni hiyo tu. Ama kuna nyingine? Kuna mtu anajua nyingine? Kuna mimi najua hiyo tu peke yake. Kuna mtu anajua nyingine? Soma hiyo. Waefeso ile 30. Inasema wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mulitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Rudia hapo. Inasema wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Msimuhuzunishe huyo Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mulitiwa muhuri. Kwa hivyo muhuri ni nini? Roho. Ni roho. Si ni kweli? Naam. Haya, nipe kitabu kingine cha Wakorintho wa pili 13 mstari wa 5. 13:5 Wakorintho wa pili. Unajua namkumbuka tunachokiangalia, tumeona kufunza itoshi, si ndio? Kujua ukweli itoshi, si ndio? Na mambo mengine yenye yameorodheshwa hapo, si ndio? Tunaangalia ni nini haswa chenye kitatufanya watu wapate muhuri ama sisi tupate muhuri, tusiwe kwa lile kundi kubwa, si ndio? Kwa kundi dogo, si ndio? Kama hiyo 13:5 Wakorintho wa pili nasema, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Ya kwamba mmekuwa katika imani. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi sote tuwe tunajijaribu. Endelea. Jithibitisheni wenyewe. Tujithibitishe wenyewe. Au mjue wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu. Isipokuwa mmekataliwa. Tusije tukakataliwa. Kwa hivyo tusipojipima uende tukakataliwa pasipo kujua. Kwa hivyo ni kila siku kila mtu anajiangalia. Kioni nini? Neno la Mungu, si ndio? Warumi 7:7. Warumi 7:7. Ama 3:20. Yenye tu utapata. Kitabu ni kile cha Warumi 7:7. Naam. Inasema tusemaje basi? Torati ni dhambi? Hasha. Lakini singalitambua dhambi. Kwa hivyo dhambi haitambuliki ila kwa sheria. Kwa sheria. Kwa hivyo sheria ndio inatuonyesha nini? Dhambi. Sheria ndio inatuonyesha nini? Dhambi. Kwa hivyo sheria ndio inatuonyesha dhambi. Kwa hivyo tunapojipima tunaangalia sheria, tunaangalia neno. Si ni kweli? Si tumeona mwenendo wetu uambatane na nini? Na injili ya Kristo, si ndio? Kwa hivyo injili ya Kristo ndio kioo. Si ndio Naam. Kuna kitu kama si kusoma tu, sio tu wasomaji wa neno peke yake. Nipe kitabu cha Yakobo 1:22. Kusoma neno haitoshi. Si tumekuja hapa kusoma neno? Naam. Si ndio? Si ni kweli? Naam. Kujifundisha. Lakini kama tutajifundisha, hata tujifundishe mpaka kesho. Lakini hilo neno lakini
kile ambacho tutafunzwa mahali hapa tusikifanye, tutakuwa tunafanya tutafanya kule. Soma hiyo. Inasema kitabu ni kile cha Yakobo 1:22. Nasema lakini wewe watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu. Kwa hivyo tukue watendaji, si wasikilizaji. Kwa hivyo kusudi kuu la kujifundisha ni tuwe watendaji, ndio tukue sawa, si ndio? Naam. Sasa kuna mambo ambayo Roho wa Kristo, kwanza tumeona roho, si kila siku hapa tunasoma. Kwanza kuna kitu nisoma zamani iliyopita. Tuliona mlango wa rembo unafungwa, si ndio? Naam. Tuliona unafungwa, yaani kuna ni mikate ile ni ile, si ndio? Naam. Ya kwanza unapokufa imefungwa. Ya pili hata usiseme si tulikuwa hapa, wewe ndio ulikuja. Na nitauliza ndio nijue wenye walikuwa makini ama niulize. Sasa kama hamtaki niulize, tuseme cha kwanza unafungwa kikufa. Mtu akikufa umefungwa. Cha pili kufuru roho. Ai. Tuko jasiri bwana. Kwani si nasema wenye watu na jasiri kama nini? Sasa bwana tunuulike. Kwani tuko shua. Ya kwanza. Ya pili ukikufuru roho. Ya tatu kwa nyuma ya Bwana. Okole. Ama wewe ulisahau pia. Ulisahau pia. Na sasa ni hata nilikuwa tu hapo kwa unafungwa mtu anapokufa. Kwani kuna mtu anajua anakufa nini? Kuna mtu anajua anakufa nini? Hakuna, si ndio? Kwa hivyo tunafaa kuwa tayari siku zote, si ndio? Nilikuwa nimekupa andiko. Wacha nipe Waebrania 6 hapo. Waebrania 6:1. Waebrania 6:1. Kabla inasema kitabu ni kile cha Waebrania 6:1 nzuri tu, inasema kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikirie utimilifu. Kwa hivyo unakukaza mwendo ili tuufikirie nini? Utimilifu. Unakukaza mwendo ili tuufikirie nini? Utimilifu. Kwa hivyo kila siku tuko mbioni. Tuko mbioni Ni kweli? Naam. Hapo soma 12:14 hapo. Unapenda sema kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi. Unasoma 12:12 hapo Ibrania. 12:14. Sasa nilikuwa 6:12. 12 sasa ngapi? 12:14. Inasema sisi tunasema na tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Hakuna mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Kwa hivyo kuna utakatifu ambao tunafaa kuwa nao. Na kila siku tunafaa kuwa tayari, si ndio? Kwa hivyo kila siku tunafaa kuwa tayari, si ndio? Sasa nilipokuwa nasema haya mambo matatu, kuna kitu tulikuwa tukifunzwa hapa. Roho Mtakatifu. Unaona Roho Mtakatifu ni nini? Ni kwanza ni nia ya nani? Ya pili ya Kristo. Ni nia ya Mungu, si ndio? Cha pili tunaona ni nini? Ni tabia. Si ndio? Roho wa Mungu ni tabia na ni nia ya Kristo, si ni kweli? Ya Mungu, si ni kweli? Sasa kumbe mtu anapopata huo muhuri ambao ni Roho Mtakatifu anakuwa na tabia ya Mungu. Kwa hivyo hapo Paulo anapozungumza kuhusu kuwa na Roho wa Kristo, anazungumzia kuwa na tabia ya nani? Kristo. Kwa hivyo kuna uhusiano wa karibu kati ya Roho wa Kristo
na nini? Na tabia. Si ndio? Mnaelewa? Una uhusiano wa karibu sana. Roho wa Kristo na tabia. Kumaanisha ni kitu moja. Hebu nipe Luka 9:55. Tuone. Luka 9:55. Unajua katika hii safari tumekuja kufungiwa, hakuna kujificha. Mtu anaweza kujificha, lakini hata mtu akijificha ni bure tu. Naweza tena mambo mengi na huko. Lakini huwezi ficha. Si kuna ukiwa nusu utajisahau. Naam. Si ndio? Naam. Kwa hivyo hakuna haja unafiki, si ndio? Unavaa kuwa warifu. Unavaa kuwa warifu. Ni kweli? Sisi kama mnaelewa, hatuvai kwa wanafiki. Tunavaa kuwa warifu. Yaani vyenye tuko hapa ndivyo tuko kila mahali. Si ni kweli? Kwa sababu hatuwezi jificha. Kwa nini? Soma hiyo. Ni Luka 9:55 nasema. Na iseme Akawageukia akawakanya. huyo ni Yesu. Ndipo anza 54. Inasema hivi, wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo, walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni? Unataka tuagize Mungu kutoka mbinguni uangamize? Kwa hivyo kuna tukio liko hapo tu ambalo hao waliona ingekuwa bora, yaani waombe moto toka mbinguni yaani waliona inastahili waangamize, si ndio? Naam. Soma. Kama Elia naye alivyofanya. Kama Elia alivyofanya. Inasidi kusema 55 anasema akawageukia. Sasa Yesu akawageukia wanafunzi wake, akawakanya mwambiaje? Akasema aje? Hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo? Eti hamjui nini? Inasema akasema hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo? Hapo umeelewa nini? Ile tendo ya kutokuwa na huruma ilidhihirisha roho aliyekuwa ndani yao. Kwa hivyo Yesu aliwajuaje? Matendo, si ndio? Hilo tendo alitokana na roho nani? Kwa hivyo pia mambo yetu hata tunayofanya tunafaa kuangalia. Si tumesoma pale katika Wakorintho tukaona tuwe watu wa kujijaribu kama tuko katika imani. Kwa hivyo kila kitu tunachokifanya tuangalie kama kinaenda sawa na nani? Na mapenzi ya Mungu. Si kweli iwe ni kula. Hebu nipe kwanza Wakorintho wa kwanza 10:31. Na niulize kitu. Nani anapenda kukaa nyumba yenye imebomoka? Ningetaka kumwona. Si kila mtu hapa anataka kujenga nyumba nzuri, sio? Awe na kitanda mzuri alale. Ama kuna mtu anapenda kukulajia kamati zikameisha. Akae Singapore. Hapo kila mtu ana ndoto ya kukaa wapi? Singapore. Si ni kweli Hebu soma hiyo kwanza. Kwanza hapo ndio ninaona kuna mtihani sasa. Soma hiyo. Inasema Wakorintho wa kwanza 10:31 inasema hivi. Basi mlapo au mnywapo au tunapokunywa au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kila kitu tunachokifanya tunashika kushoto, tunashika Mungu kulia. Tunafanya aje? Tunawei. Kikienda chini achana naye. Kwa hivyo kama kina nini tunajua Kristo. Kwa hivyo katika mambo yetu yote tunafaa kujua nani? Kristo, si ni kweli Yes. Iwe ni kunywa. Kwani niulize, kwani Adam baba zetu wa mwanzo, kwani walifanya dhambi gani? Kukula tunda. Na kama wangekuta bali. Unajua kwa kawaida hii inaonekana ni kitu kidogo sana. Lakini si kidogo kwa sababu kinyume cha Mungu haiwezi kuwa kidogo, si ndio? Yaani kwa kawaida ukielezea mtu hata wengine wanaona hapana. Hii Biblia hii inadanganya. Hii ni story ya jambo.
Wewe unaona hivyo? Kwa sababu wanashindwa ni aje kula tu peke yake. Kufanya nini? Kula tu. Angalia vile watu wanalia. Wanalia, si kweli? Na hiyo mizizi yake inatoka wapi? Hiyo ni matunda tu ya kufanya nini? Yaani hapa kwa kitu kadogo ndio kamemea. Hivi kiote unayoona katika ulimwengu. Hapa kuna kitu kingine. Si kama angevunja hiyo, hali ingekuwa tofauti. Lakini ni yako kadogo. Kwa hivyo hata katika ulaji wetu hapo kwa kitu tunako kaona kadogo. Hapo. Hai. Hapo kadogo hapo. Labda mimi wakati nimekuwa nikichunguza maandiko, labda Mungu si wa haki. Lakini kama ni wa haki, mali Danieli aliingia. Huenda wangu wetu wasiingia hapo kwa sababu ya vitu kidogo. Sisi kama mnaona vitu kidogo. Unatuona wewe? Tuseme pamoja. Kukula kama nini? Hata nguruwe ni kubwa sana. Kukula kama nini? Majani. Nini kingine? Sukari. Chumvi. Ama chumvi iko? Iko Iko Kwa hivyo chumvi. Anaweza tufanye tusiingie ndani ya nini? Ama mimi ndio naenda hapa vibaya. Ama kukula sana. Ama kutokukula. Si unaona kuna vitu vidogo. Hata mavazi pia. Hata mavazi, si kweli? Mtu hata kwanza mimi mavazi. Uko nje. Nimekuwa ni karibu, yani imenisumbua sana, lakini saa hii nimeona hakuna lingine. Uko nje ukiambia mtu ati mavazi inaweza mzuia kuingia mbinguni, anakuambia mavazi. Kabisa. Hata kuvaa by the way, kuna kitu mbele tukiwa makati tulisoma, si ndio? Kiatu. Uliona kiatu inavaa kwa nini? Flat. Na inavaa kwa plain, si ndio? Si ndio? Inavaa kwa plain kabisa. Kama ni black, ni black. Si ndio? Itakuwa hata mimi napiga mbio. Pia nimekamilika, lakini najaribu kukaa kama nani? Kama Kristo. Si kweli? Kwa hivyo kuna vitu kidogo tunapuuza, si ndio? Ambapo tunaweza kufanya tusiingie katika bingu. Kwa hivyo tusidharau tu vitu kidogo. Mwalimu kama hii 22:5 alafu 22:5 mara kumbukumbu alafu ndio ufungue 21. Hebu soma hiyo kwanza. Tuangalie tusiongee tu maneno. Inasema hivi, Kumbukumbu la Torati 22:5 nasema mwanamke asivae mavazi yampasao mwanamume. Mwanamke asivae mavazi. Nani na mwanamke ama mwanamume? Inasema hivi, rudia. Mwanamke asivae mavazi yampasao mwanamume. Wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Wala mwanamume asivae mavazi yampasao mwanamke, kwa maana ni nini? Kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kwa hivyo anafanya mambo kama anafanya machukizo kwa Bwana. Sasa aina hiyo 21:27. Ufunuo. Inasema 21:27 kitabu ni kile cha Ufunuo. Inasema na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Ndani ya nini kwanza? Hapo ni mbinguni sasa. Ni mbinguni, si ndio? Paradiso yenyewe. Yerusalemu mpya, si kweli? Kabisa. Hakitaingia kitu kinyonge. Endelea. Wala afanyaye machukizo. Eti nini? Wala afanyaye machukizo na uongo. Na kuvaa nguo zinazo yani kinyume na jinsia ni chukizo. Kwa hivyo kuvaa trouser, watu wa kuvaa trouser huko ni mteja, si ndio? Hai. Sifikirie kama ni unajua hapa ni kuelimishana na elimishana. Kwa hivyo kuvaa mavazi kinyume na jinsia huko watu kama hao huko ni mteja. Hawataonekana. Tuendelea hapo. Inazidi kusema na iseme na uongo. Na uongo. Bali wale walioandikiwa
21:8. 21:8 hapo. Inasema bali waoga na wasioamini. Angeanzia 7. Eti nini? Endelea. Tuanzie 7. Angeanzia 7. Hata tu 7, Inasema na yeye ashindaye. Yeye afanyane nini? Ashindaye. Atayaridi haya. Nami nitakuwa Mungu wake. Naye atakuwa mwanangu. Anasema bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji waoga wamewekwa pamoja na nini? Wauaji. Lakini uoga inaonekana kitu ya nini? Unaona zile vitu dogo ambavyo uoga tunaona ni kawaida. Uoga wamewekwa pamoja na wauaji. Hebu endelea hapo kwanza. Kuna watu tunajua ni wabaya sana hao hata. Lakini wangeondoza hapa. Na uoga wamewekwa tu kwa kundi moja. Hebu endelea. Na wazinzi na wachawi. Kwa hiyo ukiogopa kama wewe ni mwoga na mwenye amezini. Kundi ni moja. Langeni ni moja Endelea. Nyani ni yule. Usiku ndio tofauti. Inasema na hao waabudu sanamu. Na waongo wote. Sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Unaona? Yaani tuna vitu tunaona ni kidogo. Yaani hizo vitu as long as ni kidogo na green. Na tumeona pale hapo karibu yaani 27. Tumeona machukizo, si ndio? Kwani machukizo ni nini? Si kila kitu ambacho Kristo anatuonya ni chukizo. Ama anatuonya akikipenda ni chukizo, si ndio? Ni kumaanisha akitaka. Si ni kweli? Kwa hivyo tunavyoona vitu ambavyo Kristo ametuonya, hiyo ni chukizo. Ni kumaanisha hiyo ni X. Kwa hivyo inaonyesha kama tunajipata katika kundi kama hilo, kama vile Kristo alivyowatambua wanafunzi wake kwa lile tendo ya kutokuwa na huruma, lilionyesha roho aliyekuwa ndani yao. Kwa hivyo pia mambo kama haya yanaonyesha roho aliye ndani yao. Kwa hivyo katika Warumi 8 mstari wake ni wa 8. Warumi 8 mstari wake ni wa 9. Hata usome. Tumeona hapo imetajwa lazima mtu awe na roho wa nani? Wa Kristo. Hebu soma hapo 14 kwanza. Hapo Warumi 8:14. 8:14 kitabu ni Warumi. Inasema kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu. Wote wanaongozwa. Hebu soma vizuri. Inasema kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Kristo, wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Eti hao ndio wana wa Mungu. Eti hao ndio wana wa Mungu. Na tumeona roho ni tabia. Roho ni nini? Tabia. Kwani ni tabia gani tunafaa kuwa nazo? Tabia ya Kristo. Ya Kristo, si ndio? Tabia. Tunajua roho ni nini? Tabia ya Kristo ilikuwa gani? Si kweli? Hebu kwanza soma ni gani? Ni Petro wa kwanza. Ni 2:21. Ni 2:21. Moja sana. Haja tusome. Soma hiyo. Petro wa kwanza. Kwa ngalia 2:21 hapo. Ya kwe, daktari, naona dakika zinaenda na kuna kitu hata sijarudia. Kitabu ni kile cha Petro wa kwanza 2:20 nasema kwa maana ni sifa gani kustahimili matendo mtendapo dhambi? Kwenda hapo 21. Kwa sababu ndio mlioitiwa. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu. Kristo aliteswa kwa ajili yetu, akawaachia kielelezo. Kwa hivyo Kristo alitufanyia nini? Alituachia kielelezo. Hebu endelea. Mfuate nyayo zake. Kwa hiyo tunafaa kufuata nyayo za nani? Za Kristo. Mwenye kufuata nyayo za Kristo, hali yake ni gani? Soma wa Yohana wa kwanza 2 mstari wake ni wa 4. Yohana wa kwanza 2:4.
inasema Yohana wa kwanza 2:4 inasema yeye asemaye nimemjua wala asishiki amri zake ni muongo. Ni muongo. Endelea. Wala kweli haimo ndani yake. Kwanza kweli haimo ndani yake, iko tu kwa vitabu vyenye tumeona hapo awali. Sisi tumeambiwa kweli hapa mbele ndio tutajua kweli iko wapi. Na wenye itakuwa kwa kitabu kwa wino tu, na kuna wengine itakuwa kwa mioyo. Sasa hao hapo wanaotaja hapo iko ndani ama iko nje? Iko nje. Imebaki tu kwa nini kwa bega, si kweli? Endelea. Na tano nasema lakini yeye alishikaye neno lake, yeye alishikaye neno la Kristo, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika ili tunajua ya kuwa tumo ndani yake. Kwa hivyo katika hilo tunajua tumo ndani yake. Sisi tunasema yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Kama vile alivyoenenda. Kama vile alivyoenenda. Kwa hivyo hakuna kupungua, sivyo? Ni vile alivyoenenda. Na kama si vile alivyoenenda, sisi tunakuwa waongo. Si kweli? Kwa hivyo ni vile alivyoenenda. Aswa kwani si tumeona hawezi badilisha sehemu moja abakishe ingine. Ndio. Yote inaenda sawa sawa. Kwa hivyo anatinga msasa. Yote si kweli? Kwa hivyo hakuna kupungukiwa, si kweli? Sasa nipe Wakolosai kwanza tuangalie hizo tabia ambazo tunafaa kuwa nazo ni gani. Nipe Wakolosai 3. Kwanza anza 8. Ama anza Luka 13:14-33. Luka 13. Umesema 40 14:33. 14:33 nzuri tu inasema inasema basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote, mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Eti hawezi kuwa nini? Mwanafunzi wangu. Kwani hivyo vyote ni vipi? Hebu soma hiyo Wakolosai 3:8. Tuone hizo vyote ambavyo tukiwa navyo hatuwezi kuwa wanafunzi wa Kristo. Ni vipi? Si ndio Naam. Sasa soma hiyo. Wakolosai 3:8 nzuri tu nasema lakini sasa yawekeni mbali nani haya yote. Tuweke mbali yote haya yote. Hasira kwanza na ghadhabu na uovu wa aina yote na matukano na matusi vinywani mwenu. Hebu kwenda 11. Angeendelea tisa tu. Enda 11. Inasema hapo hapana Myahudi wala Myunani, kadhalika wala kutokutahiriwa, mgeni wala mtumwa wala mungwana, bali Kristo ni yote na katika yote. Unasema basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema. Eti tujivike nini? Moyo wa rehema. Na yeye tumeambiwa tunafanya nini? Yale ya kwanza mstari wa 8. Tumeona hayo tufanye nini? Hayo mtu anataka kufanya nini? Kuachana naye. Lakini sasa after kunini hayo mengine yenye yanapatikana kwa Kristo. Ni yapi hayo? Jivikeni moyo wa rehema. Moyo wa rehema. Utu wema. Unyenyekevu. Upole. Uvumilivu. Mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi. Kwa hivyo haya mambo yameorodheshwa hapo yanapatikana kwa Kristo. Mfano Mathayo 11 mstari wa 28. Tuone mfano kweli. Nataka tuangalie mawili matatu. Nayo yenye yamewekwa hapo. Tukiona haya hatuna, tujue ni roho mwingine hapa ndani yetu. Tukiona sasa hapo tunapungukiwa. Kristo akija tu hapo. Unajua? Tunaambiwa tuvae Kristo kama nini? Wewe mtu mwenye ana nguo
akiona mwingine anakuja na banyanga nini? Anajificha Na Kristo atakapokuwa anakuja wenye siku nao watakuwa anajificha, si ndio? Naam. Watakuwa anajificha kwa nini? Hawana nguvu. Hawana nguvu? Hebu soma hiyo kwanza. Inasema kitabu ni kile cha Mathayo 11:20, anasema njooni kwangu. Njooni kwangu Ninyi nyote msumbukao. Na wenye kulemewa na mzigo. Nami nitawapumzisha. Kitieni nira yangu. Kitieni nira yangu. Mjifunze kwangu. Tujifunze kwa Kristo, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hivyo kati ya yenye ametajwa pale ndio hayo. Hebu nipe Marko 6:10-34. Mbio. Marko 6. Marko 6 ngapi? Marko 6:34. Tuone tabia nyingine. Tuone kama yako pale. Nasema kitabu hiki cha Marko 6:36 nasema. 34. Ile inasema hivi. Naye aliposhuka mashuani, huyo ni Kristo, akaona mkutano mkuu, akawahurumia. Kwa hivyo Kristo atasimamia hapo, bodi tu ndio. Kwa hivyo Kristo alikuwa na roho ya nini? Huruma. Kwa hivyo pia sisi tunafaa kuwa na huruma, si kweli? Naam. Sasa katika hizo tabia zenye tumeona pale katika Wakolosai, ndizo tunafaa kuwa nazo, si ndio? Ukipungukiwa, tunapofanya mambo yetu alafu tuone tumepungukiwa, tujue auti ni nije, si ndio? Naam. Tujue sisi ni wao, si ndio? Sasa kuna mambo ambayo yanatufanya ama inawafanya watu Kristo asipate nafasi ya kuwabadilisha. Na hayo mambo sasa ndio nataka tuangalie. Tuangalie ni mambo yapi ambayo yanaweza kuzuia Kristo asitufanye upya. Si ni kweli? Si tumeona tukiwa ndani ya Kristo, tunakuwa kiumbe kipya. Ya kale yanapita. Hayo tunasahau, si ni kweli? Kwa hivyo sasa tunaangalia ni mambo yapi. Kwanza nipe Yohana Injili 1:12. Inasema kitabu kile cha Yohana Injili 1:12 nzuri tunasema hivi. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa nani? Wa Mungu. Endelea. Ndio wale waliaminiao jina lake. Kwa hivyo ni wale wanaamini nini? Jina lake. By the way, unajua uoga ilifanya Petro amkane nani? Kristo. Ni uoga, si ndio? Wao unafikiria tukiwa na uoga, si tutamkana Mungu. Unaona uoga inatufanya kwanza, uoga iko na nini kubwa sana. Lakini wacha tu. Lakini ukisoma ile Timotheo wa 2:1-7 inasema hatujapewa roho ya nani? Ya uoga, si ndio? Kwa hivyo roho wa Mungu hapatani na uoga. Roho si roho uoga. Kwa hivyo lakini Bwana anamaanisha hivi, kwa sababu ya muda naona sasa tumesonga sana. Nilikuwa namaanisha hivi. Jana nimesahau. Lakini shetani alishinda. Nilikuwa namaanisha hivi. Alikuwa anataka wapi? Simu nikumbushe. Kwa nini? Nilikuwa katika uoga, si ndio? Katika uoga unafanya watu waabudu vitu au kitu. Si ni kweli? Kwani mwenye saa hii hajatii Sabato kwa sababu aliambiwa usipokuja hautapata kazi. Sio ni uoga? Saa hii si amemwasi Mungu. Kwa nini? Kwa uoga. Lakini kwa sababu hatujapewa roho wa uoga, hatufai kuwa na uoga wowote. Tunafaa kusimamia kweli siku zote. Hata kufa, si ni kweli? Soma katika Ufunuo 2:10, si ndio? Sasa soma ile andiko yenye kwa nimekupea. Kwa nimekupea nini? Umesoma? Yohana kwa kwanza. Kwa hivyo lazima tumwamini nani? Kristo. Kitu cha pili. Hebu nipe kitabu kile cha Waebrania 11 mstari wake wa 6. Haya ni mambo ambayo lazima tuyafanye ili Roho akaweze kupata nafasi mioyoni wetu. Pasipo hayo, Roho atakuwa mteja.
inasema na kitabu kile cha Waebrania 11:6 inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Haiwezekani kumpendeza nani? Mungu. Haiwezekani kumpendeza nani? Inasema kwa maana mtu amwendeaye Mungu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Hata achia hapo. Sasa nipe Mathayo 13:58. Uone kweli pasipo imani, pasipokuwa na imani, hatuwezi kumpendeza Mungu. Na Mungu ama Kristo hata kamilisha kazi aliyoanza ndani yako, aliyoanza ndani yangu na wale ambao wako hapa. Si kweli? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa nini? Imani. Kwa sababu imani ndio njia ambayo Mungu anafanya kazi ndani yetu. Sasa soma hiyo. Kitabu cha Mathayo 13:58 inasema, wala hakufanya miujiza mingi huko. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokuamini kwao. Sasa lazima tunamhitaji Kristo ili akaweze kutubadilisha. Ni muujiza. Si ni kweli? Sasa hao ambao wameorodheshwa hapo, Yesu hakufanya muujiza. Ama kwa nini? Kwa sababu ya kutokuamini. Kwa hivyo kutokuwa na imani itatufanya asifanye kazi ndani yetu. Si ni kweli? Naam. Jambo lingine, kuna hekalu la ile, si ndio? Naam. Si palikuwa naondolewa dhambi? Palikuwa naondolewa dhambi. Unajua nilikuwa napambana mtumishi mahali mwingine pale. Ndani hiyo siku ndio niliona maajabu. Kumbe hata hatujaona maajabu kwa sababu hatutoki. Wenye wanatoka nje ndio wanajua. Si ndio Kevin? Yaani mzee anasema mimi ni pastor. Lakini anasema hakuna sheria. Hakuna dhambi. Hakuna dhambi kabisa. Alisema hivyo. Kabisa na akakwambia hakuna dhambi. Hakuna dhambi. Yaani hapo ndio nilijua. Lakini anasema hatuwezi kufikiri dhambi. Hatuwezi kufikiri dhambi. Niongeza kama kwa sababu ya muda wacha tuachie hapo. Si ndio? Niongeza ngapi ndio ndio 10 iko sawa, maana ulianza sawa 10. Asante sana, Mungu awabariki. Sasa akasema hata kukiri dhambi hakuna kukiri dhambi. Sasa nikajiuliza, ndio wewe ukaombe msamaha. Repenting sina maana yaani kubadilika, si ndio Sasa kiubadilike. Utabadilikaje kama ujui unakoenda ni mbaya? Ama je, yenye unakwenda si nzuri? Unaweza? Kwa hivyo ndio urepent, lazima kwanza ujue hii ni dhambi, si ndio Na uone kweli hii njia si nzuri, si ni kweli Geugeuke. Kwa hivyo ukisoma mambo na kukiri, si kukiri ni kukubali kukiri Yesu Kristo. Kwa hivyo ni kukiri, yaani ni kumkubali Kristo, si ndio? Kwa hivyo lazima pia mtu akubali dhambi, si ndio Kwa hivyo yaani nakwambia yale mambo niliona hapo. Nataka kusema nimeokoka. Nimesema nimeokoka nikamjika. Kwanza hawa walisema wakipata msiwaje hapo stories zikuwe mingi. Stories zikuwe mingi, tunaendelea kupanga. Hata kesho kwa nini? Kwa uwezo wa Mungu tutakuwa hapo tu. Tutavaa kwa maneno wenyewe hata kwa mshikana tupatane hapo kupambana. Si ni kweli? Sasa nilikuwa kati ya mambo ambayo sasa nipe kitabu ni kile cha Matendo ya Mitume 3:19. Ndiposa Yesu akaweze kupata nafasi ndani yetu. Akaweze kukamilisha kazi aliyoanza ndani yetu. Lazima pawe na jambo hilo. Soma. Nzuri tu kitabu ni cha Matendo ya Mitume 3:19. Inasema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa, kwa kuwapo kwake Bwana. Endelea hapo. Hiyo kwa nyingine inasema apate kumtuma Kristo. Apate kufanya nini? Apate kumtuma Kristo Yesu. Kwa hivyo kwanza kuna kutubu. Alafu kuna nini? Kurejea ndio Kristo aweze kukaa ndani ama hiyo shida imesema hadi imesema hivyo. Kwa hivyo pasipo hayo kutubu, kurejea
Kwa hivyo ni kumaanisha kazi ya Kristo ni mteja. Ni mteja. Si ndio Naam. Sasa jambo lingine na kama tulivyoona katika ile tulikuwa na tena mfano katika hekalu si palikuwa naondolewa sadaka. Waisraeli kama hiyo dhambi isingeondolewa hapo. Ingekuwa aje? Hebu nipe 59 uzali wako aliokuanza Israeli. Dhambi ni pasia, yaani hiyo ndio watenganisha na Mungu, ndio ilikuwa lazima iondolewe, si ndio? Kwa sababu Mungu hawezi kama alipacha. Si ni kweli? Ndio maana yake ilikuwa hiyo dhambi iondolewe. Ama mimi ndio naelewa vibaya? Ni hivyo tu. Ni hivyo Naam. Na ndio nikauliza hapo awali, nani anapenda kukaa katika nyumba yenye ukara iko na mashimo, kukinyesha inakuwa usingizi hakuna. Si hakuna, si ndio? Naam. Sasa tunataka ujumbe wa afya. Ujumbe wa afya tushikilie kwa makini. Hizo vitu tunaona tunafundishwa hapa. Ukisoma Luka 10:16. Luka 10 weka kama hapo tusome hiyo. Tusiudharau ujumbe kwa sababu tunaharibu nyumba ambayo Mungu anafaa kukaa ndani yetu. Kwani roho anakaa ndani, si anakaa ndani yetu. Sasa kama sisi hatuwezi kaa nyumba yenye imebomoka, tukiharibu miili yetu, roho atakaa wapi? Yaani sisi tunataka kukaa Singapore lakini roho ya Mungu akae katika nini? Tunakaa, si ndio? Haiwezekani. Ama inawezekana kweli? Hapana. Inawezekana? Hapana. Kwa hivyo lazima tuchunge nini? Uzingatie afya sana. Uzingatie afya kwa sababu lazima tumpe Kristo nafasi akae ndani yetu ama atubadilishe. Si ni kweli Kwa sababu pasipo kubadilishwa, pasipo ile utimilivu, hakuna kuingia wapi? Na ndio afanye haya yote anafaa kuwa ndani yetu. Si ndio Anafaa kuwa ndani yetu, si ndio Kwa hivyo ndio akae ndani yetu, lazima mahali anakaa, kwani anakaa mahali pabaya. Lazima akae mahali pasafi. Si ni kweli Naam. Sasa soma hiyo. Luka 10:16. Inasema hivi. Nzuri tu 10:16 nasema awasikilizaye ninyi asikiliza mimi. Naye awakatae ninyi anikataa mimi. Awakataa nyinyi? Awakataa nani? Mimi. Kwa hivyo anayekataa mjumbe anakataa nani? Anakataa Kristo. Kwa hivyo kila ambacho tukikataa yale ambayo tunakataa ujumbe wa nani? Wa Kristo. Yao wajumbe wana ujumbe wa Kristo. Kwa hivyo tunapokataa huu ujumbe, si hao watu Kristo amesema tukiwakataa tunakataa nani? Tunamkataa mwenyewe. Si ndio Kwa hivyo tunakataa ujumbe wa nani? Kristo. Kwa hivyo tunafaa kuwa makini sana. Si ndio Unaandika nilikuwa nimekupea watu. Na kwa Isaya 59:2 tu. Soma. Nzuri tu inasema hivi. Inasema lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu. Yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu. Kwa hivyo tukishikilia maovu kuna uhusiano kweli na Mungu? Hapana. Hapo ni mteja. Hapo ni X. Si ni kweli Naam. Hiyo ni ukuta. Kushikilia maovu yenye tumeona pale katika Wakolosai 8:3-8. Hiyo ni kuweka ukuta. Si ni kweli Naam. Yaani nakumbuka bali tulipoanza. Endelea. Inasema hivi. Na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Kwa hivyo Mungu aonekane hapo. Hata hataki kusikia. Hata kusikia hataki lakini. Yaani hata kusikia. Sasa kuna jambo lingine. Hebu nipe kitabu kingine cha Yohana 10:15 mstari wa 10. 15:10. Inasema Teke. Nenda aje? Mkizishika amri zangu, hiyo ni Kristo. Mtakaa katika pendo langu. Endelea. Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Ngoja, Kristo alikaa katika pendo la Mungu. Kwa kufanya nini?
kwa kuzishika amri. Ai, nipe watu, nataka kupea watu mke wa Kenya. Niwape? Yeah. Watu wa Mungu nao wapewe mke. Nataka kupewa mama. Sasa bwana hapo. Mambo yaende sawa. Unafanya hivi? Usome hapo, turudia hapo. Tunasema hivi. 15:10 nzuri tunasema mkizishika amri zangu. Mkizishika amri zangu. Mtakaa katika pendo langu. Kwanza 9. Kisha nasema kama vile Baba alivyonipenda. Kama vile Baba alivyompenda Kristo. Nami nilivyowapenda ninyi. Naye Kristo alivyotupenda sisi. Kaeni katika pendo langu. Tukae katika pendo la Kristo. Mimi nasema mkizishika amri zangu. Mtakaa katika pendo langu. Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hapo ziongezeka nyumbani. Simeleweka? Naam. Rudi 5. Hapo tu 15. Anasema mimi ni mzabibu. Yesu ni mzabibu. Ninyi ni matawi. Sisi ni matawi. Akae ndani yangu. Nami ndani yake. Huyo uzaa sana. Huyo uzaa sana. Na tusipokuwa na mazao tutafanya nini? Tutakatwa. Tunakukatwa Naam. Na lazima tukae ndani ya nani? Ya Kristo. Kwa hivyo lazima tukae ndani ya nani? Kristo. Ukijitamanisha na Kristo, atamaliza ile kazi? Hapana. Atamaliza kweli? Hapana. Kwa hivyo lazima kuna kukaa ndani ya nani? Kristo. Kuna kukaa ndani ya Kristo. Hakuna kuweka Kristo chini. Si ndio Kwa sababu ya muda waje tufike hapo. Kwanza Yongati hapa kiko kija na sasa wataoga. Waje sasa wakiambiwa kuna nini lakini sababu ya muda. Wangapi sasa wakisikia kifo inakuja. Wataoga. Wenye hawataoga mikono juu. Kifo na bibi ya. Wenye wataoga. Hebu nipe wa Filipi 1:20. Kuna kamsemo nisikia mahali na nilisoma ile andiko nikaona kanaendana sawa. Ukiona ndio unaona kina Paulo alikuwa anaambiwa kichwa. Akasema si ndio Sio alikuwa anaendelea. Wengine wanasema wanafungwa wanachomewa hapo. Si kweli? Sasa soma hiyo. Wa Filipi 1:20. 1:20 kitabu wa Filipi inasema hivi. Naiseme wewe usikizane kwanza. Sikiza andiko. Wa Filipi 1:20 nasema kama vile nilivyo tazamia sana na kutumaini. Hiyo ni Paulo, endelea. Kwamba sitaharibika kamwe. Endelea. Bali kwa utafiti wote. Kama siku zote na sasa vivyo hivyo. Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu. Endelea. Ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa maisha yangu. Endelea. Jina moja nasema kwa maana Mungu mimi kwa maana kwangu nasema kwa maana kwangu muda wangu bado umesha. Endelea maliza. Mimi kuishi ni Kristo. Mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kwa hivyo wanaoishi katika Kristo, kufa ni nini? Faida. Kwani nani anapenda hasara? Kuna sasa wengine niliona kanasema mwenye ameishi vizuri hata kifo haogopi. Mwenye ameishi vizuri hata kifo haogopi. Wewe ukiona unaogopa kifo. Ni kama ndio hapa mimi ndio naelewa vibaya. Andiko sinasema hivyo. Sasa tuimbe hivyo nambari 30. Tuombe tumalizie hapo. 30. Tusimame. Yesu, pamoja. Yesu nipendaye, kwa moyo
ndio wote tuweze kisha nyingine akaweze kufuata. Jifunze kutoka kwa huo wimbo, ile message iko hapo. Tupige magoti tuweze kuomba, tuweze kumalizia. Asante Baba wetu, Mungu wa vyote vinavyoonekana sisi tuonekana, kwa ajili ya umbali huu ambao umetuwezesha kufikia. Umekuwa nasi sisi sote katika fundisho hilo ambalo umenitumia tu kama chombo. Kama Bwana kuna mahali ambapo huenda nimefundisha kinyume na penzi yako, naomba ukaweze kurekebisha ili nikaweze kukaa katika kweli yako. Wale ambao wamemsikiza Bwana, nenda ukawape moyo mwingine wa kuenenda katika kweli yako, wakawe watu wa kukupenda, wakabadilishe maisha yao, wakawe viumbe vipya. Bwana, katika vipindi vijavyo nenda ukawe nasi, ukatuongoze kama ulivyoanza nasi, ukamalize nasi. Na nikupikia jina takatifu la Mwana Yesu Kristo, naomba na kuamini. Mungu awabariki awe nasi. Majina ni siri imani. Labda kuna watu huwa unajua hata mimi kuna watu